Leo kwenye Old Gold Africa tunakuletea hadithi ya kweli. Hadithi hii imechochewa na simulizi zilizokuwa zikisimuliwa maeneo ya Kongo Basini. Hapo zamani, mnamo karne ya 15, kuna msitu uliopatikana maeneo ya Kongo Basini. Msitu ule ulikuwa na maajabu kadha wa kadha. Msitu ule hakuna mtu aliyewahi kuingia na akatoka salama. Lakini kijana mmoja aitwaye Kato hakuwahi kuamini kabisa hadithi hizo. Siku moja mtoto mdogo alipotea. Wazee wakasema msitu umechukua kafara yake. Hivyo Kato alichukua mkuki akaamua kwenda moja kwa moja msituni. Kato akaanza kuchanja mboga. Kato akaingia kwenye msitu ulioshona, msitu ulio na miti mikubwa, msitu ulio na maajabu, msitu wenye wanyama wakali. Kato alipofika ndani ya huo msitu, akasikia sauti ya mtoto akilia kwa mbali. Hivyo Kato aliamua kufuatilia sauti hiyo ya mtoto, wapi inatokea. Kato akiwa na tangatanga kutafuta mwelekeo wa hiyo sauti inapotokea, ghafla alihisi mtu kamshika bega. Alivyogeuka nyuma, Kato akamwona bibi mwenye macho mekundu. Bibi alianza kucheka kwa dharau. Kato hakurudi nyuma. Kato hakusita. Kato hakuogopa. Kato akamwambia bibi yule, nimekuja kumchukua mdogo wangu. Bibi alicheka sana. Bibi alicheka kwa dharau. Kambia, kijana, umeingia sehemu ya watu wasio hai. Sehemu hii hajawahi mtu kutoka salama. Kato hakusita. Kato alisimamia msimamo wake. Kato alijawa na ujasiri. Akamwambia, mimi namtaka mdogo wangu. Je, Kato alirudi kijijini? Je, Kato alifanikiwa kuondoka na mdogo wake? Je, Kato aliuawa? Hii ni Old Gold Africa. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment.